Tunazidi kusonga mbele katika sehemu ya 3 ya filamu yetu nzuri, My Happy Ending. Mambo yanazidi kuwa moto, majanga na siri nyingi zinaanza kufichuka. Jae-won anapitia wakati mgumu sana, lakini bado anapambana, akijaribu kuvuka vikwazo vyote vilivyo mbele yake. Karibu sana kwenye John Recap. Kama hujaangalia sehemu ya kwanza na ya pili, usijali, link zimewekwa hapo kwenye comments. Hakikisha unazitazama, kuna mengi ya kujifunza, hasa kuhusu jambo hili moja. Wakati mwingine, marafiki wetu si wa kuamini kabisa. Na kama wewe ni mgeni hapa, usiondoke bila kusubscribe. Hapa ndipo nyumbani pa burudani ya kila siku, recap kali, drama safi na ujumbe mzito kila mara. Basi bila kupoteza muda, tuingie moja kwa moja kwenye sehemu ya 3 ya My Happy Ending. Hapa ndipo tulipoishia katika sehemu ya pili, na sasa tunaendelea. Hee-jin alipata picha pia ambayo ashawahi tumiwa miaka 7 iliyopita. Hiyo picha ilikuwa ni Jae-won akisaidiwa kupelekwa chumbani na Kan, ex-boyfriend wa Yeon. Yeon pia alipata ile picha, alipofika akamwona boyfriend wake anatoka chumbani mwa Jae-won, alishtuka, na kwa bahati mbaya alikuwa mjamzito, hivyo ujauzito wake ukaharibika. Hee-jin akaamua kwenda kumtafuta Jae-won, alipofika akawakuta Jae-won na Yeon wamekaa pamoja hotelini. Dami pia alifika pale, akawakuta. Wakakaa wote ili wapate chakula. Yeon alishangaza watu kwa kusema Nara hafanani kabisa na baba yake. Yeon aliongea hivyo ili kumfanya Jae-won akumbuke vitu vilivyotokea, kwa sababu Jae-won alikuwa na tatizo la kupoteza kumbukumbu. Wakiwa njiani, Jae-won akamuuliza Hee-jin, kitu gani mnanificha? Lakini Hee-jin akasema hakuna kitu. Dami akamfuata Yeon na kumuuliza kwa nini anamfanyia vile Jae-won. Yeon akamwambia kila mtu anamtetea Jae-won ila anajua anachokifanya, kisha akaondoka. Nyumbani, Jae-won akachukua simu na kuamua kuangalia taarifa ambazo Yeon alikuwa ameambiwa na Yeon na kukuta tayari zipo mtandaoni. Alishangaa maana yeye alidhani ni ndoto, lakini kumbe ni kweli. Rafiki yake Dokta akamwambia hilo ni tatizo la kisaikolojia na kama atapoteza kumbukumbu zaidi inaweza mpelekea awe anasahau kabisa na kuwa mwoga. Baadaye aliona kadi ya Louis kwenye notebook na kukuta maandishi ya kesi ambayo Louis alikuwa akifuatilia. Akampigia simu waonane. Kwa sasa alikuwa kashasahau kabisa kama walikuwa na kazi na Louis. Louis akamwambia kuwa mumewe alimsingizia kwa yeye kuchafua ile picha ili aweze kumchukua mtoto wakati wanapeana taraka. Jae-won hakuamini kama kila alichosema Yeon kilikuwa kweli. Alihisi kama ni ndoto tu. Kesho yake Yeon alienda kwenye kampuni la Jae-won, kisha Jae-won akamuuliza, kwa nini unajifanya kunijali, kumbe ni muongo? Yeon akamwambia, kamuulize mume wako. Baadaye baba yake Jae-won alienda kuonana na Yeon na kumuuliza nini kinachoendelea kati ya Hee-jin na Yeon. Yeon akamwelezea mzee kila kitu. Baba yake Jae-won alichukia sana, akafika na kumnasa kibao Hee-jin na kumuuliza kwa nini alimcheat mtoto wake Jae-won. Hee-jin akabidi kumwelezea mzee kila kitu. Kisha baadaye baba wa Jae-won akamuuliza, kwa hiyo umepanga kufanya nini? Hee-jin akasema nitachukua uangalifu wa Jae-won mpaka atakapokaa sawa na kurudisha kumbukumbu. Kisha baadaye hapo Jae-won ndio ataamua cha kufanya. Baba yake Jae-won hakutaka binti yake watengane na Jae-won, hivyo akamwambia labda Jae-won anaweza asikumbuke tena kitu kama miaka 15 iliyopita, hivyo anaweza kutumia hiyo nafasi kuishi naye vizuri tena. Na Hee-jin aliona ni wazo zuri pia. Baadaye Hee-jin alimchukua Nara na kumpeleka kwenye kampuni kwa mama yake. Jae-won alikuwa na furaha sana kuona mkewe na binti yake. Baada ya muda mrefu, leo walikaa pamoja hotelini na kupata chakula cha pamoja. Kisha wakampeleka Nara akabembee. Hee-jin alifikiria huenda Jae-won hatakumbuka chochote, hivyo alienda kuchoma kumbukumbu zote ambazo zinaweza kuwa mbaya kwa Jae-won. Lakini usiku Jae-won akiwa amelala, akaanza kuota ndoto, Yeon akiwa amevaa nguo nyeusi na akimsobelea akitaka kumdhuru, na kushtuka kutoka kwenye ndoto. Louis pia akagundua kitu kuhusu Kan. Ashawahi kutana naye miaka 7 iliyopita kwenye ile party. Alimuona alipokuwa akimsaidia Jae-won. Pia akakumbuka Hee-jin alikuwa anapeleleza vipimo vya genetics. Akapata idea.
Asubuhi, Jaewon alipokuwa akitaka kuchukua mswaki, kuna kumbukumbu zikawa zinakuja. Upande wa Dami alienda kumtembelea Sojin akiwa na tumaini Sojin atapata kumbukumbu mapema ili wamkamate Yeon. Lakini alipokuwa anatoka tu na Sojin ndiyo alikuwa anapata. Louis alipata ukweli kuhusu Kan na kujua atauza kwa bei kali sana. Leo Yeon anapoingia ofisini akakutana na ex-boyfriend wake Kan. Alishangaa kumuona pale. Akaenda kumuuliza baba yake kwa nini anataka kushirikiana na Kan. Baba yake akamwambia usilete chuki binafsi kwenye biashara ya kampuni. Louis alimfuata Jaewon na kumwambia ameshapata ukweli kuhusu Kan. Waongee bei gani anamuuzia. Lakini Jaewon ambaye amepoteza kumbukumbu alikataa. Hee-jin akapata zile taarifa ambazo zilithibitisha kuwa Nara ni mtoto wa damu wa Kan. Hee-jin akaenda kwenye kampuni la Kan, wakiwa wamepanda lift wote, alimsikia akiongelea kuhusu madawa ya kulevya. Walipotoka kwenye lift, Hee-jin alimpiga sana Kan kwani aligundua miaka 7 iliyopita alimpa Jaewon madawa ya kulevya na kumfanya vitu vya ajabu. Hee-jin alipojua hili alimuonea sana Jaewon huruma. Pia hospitalini kuna mtu leo akafika na kumchoma sindano ya mkono Sojin. Hee-jin alimfuata Yeon na kumpigia magoti na kumuomba Yeon aache kufuatilia maisha ya Jaewon. Yeon alichukia na kumfokea sana. Kesho asubuhi, Jaewon alienda kwenye lile daraja ambapo alidondokea kwenye maji mara alipokuwa akipita. Kumbukumbu mbalimbali zikaanza kumrudia. Akawa anakumbuka matukio mbalimbali ambayo yashatokea, lakini hii ilimsababishia maumivu makali. Aliporudi nyumbani alijikuta kalala. Alipoamka hakujua ni kwa muda gani alilala pale. Alipoamka akaona ana zaidi ya missed calls 200 na meseji za kutosha. Mara mlango ukagongwa. Kwenda kufungua walikuwa ni polisi. Huwezi amini, mchache aliyolala akawa muuaji wa mume wake. Hakuelewa nini kimetokea. Aliuangalia mwili wa Hee-jin huku akidondosha machozi. Mwili wa Hee-jin ulikutwa kwenye gari na inavyoonekana alilazimishwa kunywa sumu. Kutokana na saa aliyovaa Hee-jin, inaonekana alikata moto saa 7:30. Jaewon alishtumiwa kama mtuhumiwa kwa sababu sumu aliyokunywa Hee-jin ilikutwa ndani kwa Jaewon. Alipohojiwa na polisi, alibaki kimya bila kuamini kilichotokea. Wakili alikuja kwa ajili ya kusimamia kesi ya Jaewon, na huyo wakili alitafutwa na Dami. Wakili akamwambia Dami, kesi inaweza kuwa ngumu kidogo kwa sababu Jaewon alikuwa anahifadhi hizo dawa ambazo ni sumu na haijajulikana alihifadhi kwa ajili ya nini. Lakini hakukuwa na fingerprint za Jaewon, hii afadhali. Kampuni walikaa kikao na kijadili kuhusu mambo yanavyoendelea na kusema inatakiwa wamtoe Jaewon kwenye cheo cha mwenyekiti na kumweka mtu mwingine. Sipunde taarifa zilisambaa kwenye maruninga kuwa Jaewon ni mtuhumiwa kwa kesi ya kumuua mume wake. Baba yake kusikia hivi alihuzunika na kulia sana. Muda huo huo Nara akawa anakuja sebuleni. Haraka babu yake akazima TV. Nara alikuwa akiwaulizia wazazi wake, maana aliwakumbuka sana. Baba na Yeon alikutana na mzee mmoja. Yule mzee akamuuliza, kwa nini unahitaji kutumia kesi ya Jaewon kama upanga kupata nafasi katika kampuni? Basi mzee akasema, kama mwenyewe mimi sina namna. Kisha kesho yake Yeon alienda kumtembelea Jaewon kituo cha polisi. Jaewon alikuwa ashajua kuwa mtu aliyekuwa anamtumia meseji za vitisho miaka 7 yote alikuwa ni rafiki yake wa karibu Yeon, ambaye amekuwa karibu sana na rafiki yake. Akamuuliza Yeon kama ndiye amemuua mume wake. Kwa sasa kumbukumbu zake zimerudi zote. Alimwangalia Yeon kwa uchungu na kumnasa kofi. Hata hivyo kulikuwa hakuna ushahidi kamili kuwa Jaewon kamuua mume wake. Hivyo aliachiliwa huku upelelezi ukiendelea. Alipotoka nje tu, waandishi wa habari walikuwa wamefurika, wote wakitaka kumuhoja. Dami akafika pale na kumsaidia Jaewon kupita pale. Kisha akamwambia sekretari wa Jaewon awapeleke nyumbani na sio kwenye kampuni, maana alijua kutakuwa na waandishi wengi wa habari. Sekretari aliwashusha Dami na Jaewon kisha akaondoka. Jaewon akasema amemkumbuka mwanae, Nara. Dami akamchukua na kumpeleka kwa baba yake. Baba yake Jaewon alipomuona alimkumbatia kwa furaha. Jaewon alikuwa akikumbuka miaka iliyopita. Mama yake siku alimtuma kanunue maziwa naye akaenda. Aliporudi aligundua kuwa mama yake amemwekea kitu kwenye maziwa. Ila kwa sababu ni mama yake akaamua kunywa. Baada ya kunywa alilala. Anapozinduka alikuwa mama yake amembeba na anampeleka baharini.
Asubuhi baba yake Jaewon alimwangalia Jaewon na hakumuona. Muda huo huo Dami akawa anafika. Baba wa Jaewon akamwambia Jaewon haonekani. Chap akawasha dari na kuanza kumtafuta. Akampigia sekretari wake. Sekretari akasema amejaribu kuangalia kwenye akaunti ya Jaewon, inaonekana amekata ticket na kwenda mahali fulani. Dami alipojua hivyo akawahi huko. Jaewon akafika sehemu ambayo miaka iliyopita mama yake alitaka kumpeleka, baharini, huku akikumbuka. Mara naye akaanza kusogea kuelekea kwenye maji polepole. Maji yalipofika kiunoni ndipo Dami akafika na kumsaidia kumrudisha Jaewon kwa baba yake. Alipofika, Jaewon akamwambia hakuwa anahitaji kujiangamiza na akamwambia, kama kitu chochote kitanikuta kwa baadaye, naomba umwangalie binti yangu. Kesho yake, rafiki wa Hejin, mume wake, akakutana na Jaewon na akamwambia kuwa Hejin, kabla ya kifo chake, alimwachia flashi ambayo ilikuwa na taarifa kuhusu baba wa damu wa Jaewon na kumpatia hiyo flashi Jaewon. Jaewon aliangalia kwenye flashi. Kulikuwa na sauti za rekodi za baba wa Yeon. Pia taarifa zake za ugonjwa wa saikolojia zilikuwa zishasambaa mtandaoni. Dami aliambiwa na baba wa Yeon amshawishi Jaewon kujiondoa madarakani kwa ajili ya future ya kampuni. Alienda kumweleza Jaewon lakini akamshawishi asikubali kujiondoa. Lakini Jaewon akamwambia, hakuna haja ya kukataa maana hakuna namna. Hapo hapo akapokea simu kutoka kwa mwanasheria ambapo akaambiwa wamepelelea na kujua kuwa mume wake kifo chake si cha kawaida. Kesho Dami alienda kwa dokta, rafiki yake na Jaewon, lakini cha ajabu dokta akasema hajaonana na Jaewon kwa muda mrefu. Kumbe kuna muda Jaewon alikuwa anakuwa peke yake naye anaona yupo na mtu. Na hapa Jaewon kakaamua kwenda hospitali ya saikolojia kutibiwa. Baada ya kuona jina la Jaewon limetolewa, Yen alifurahi sana. Pia baba yake malengo yake yalitimia na kuwa mtu mkubwa. Lakini akahofia kuwa zile voice record bado zipo kwa Jaewon. Akamwambia binti yake ahakikishe anazipata, kwa sababu zikiwekwa hadharani yeye na binti yake wamekwisha. Jaewon akiwa hospitali, dokta alijaribu kumuuliza kama anamkumbuka mtu aliyekuwa amevaa nguo nyeusi siku ile. Akiwa amelala, akawa anaota yule mtu anakuja kumvamia na sura yake inabadilika. Alishindwa kupata usingizi vizuri. Akakumbuka vizuri na kugundua hakuna mtu aliyekuwa anamfukuzia ile siku na kuona aliruka mwenyewe kwenye mto. Ndipo alipoona kuwa ugonjwa wake ni mkubwa na akaamua kuanza matibabu akiwa na wagonjwa wengine. Louis alienda nyumbani kwa Yen na kukuta picha nyingi za mtoto wa Jaewon, Nara. Akamuuliza, kwa nini umeweka picha nyingi za huyu mtoto? Yen naye akamkumbusha mambo ya zamani. Inavyoonekana kuna uhusiano kati ya mama yake na Jaewon na huyu Louis. Louis alipoambiwa baadhi ya vitu alikasirika na kumsogelea Yen na kumwonyeshea kisu na kumwambia, ukirudia kuongea maneno kama haya sitakuacha salama. Dami alimleta mdogo wake wa kike kutoka Japani ili aje aangalie usalama wa Nara wakati Jaewon akiwa hospitali. Baba yake Jaewon naye alikubali, maana hii ndio ilikuwa solution pekee. Siku moja Yen alifika na kumtoa nje Nara bila hata ruhusa. Nara alikuwa ashamzoea, hakushtuka. Kwa bahati nzuri, babu yake akafika na kumwonya Yen asijewahi kuonekana tena pale. Baadaye, baba wa Jaewon akamwambia Yen ashajua mahali walipo, hivyo akaamua kumuhamisha Nara aende mbali. Yen alienda kumwomba Louis amsaidie kupata zile voice record, lakini Louis akamwambia mtu anayesimamia hiyo kesi kwa sasa si mrahisi. Akamhimiza kuwa makini zaidi. Siku inayofuata, Nara ndiye alikuwa anahamishwa kupelekwa sehemu nyingine. Jaewon alishindwa hata kwenda kumwaga binti yake, hivyo alimuaga tu kwa macho kwa kumwangalia kwenye video anapoondoka. Na sasa akaendelea kuwa busy na matibabu. Siku inayofuata, wakili anayesimamia kesi yake alifika na kumwambia kuwa mume wake kabla ya kifo chake kuna mtu ambaye alikutana naye ambaye alikuwa ni Khan na kumpiga sana, kitu ambacho Jaewon alikuwa hajawahi sikia. Ndipo sasa Jaewon akaanza kupata stori kamili. Miaka 7 iliyopita, baba yake Yen ndiye alimpa pombe na kisha alipolewa, Khan ndiye aliyemchukua kutoka pale. Baada ya siku kadhaa, Jaewon alikuwa anaendelea vizuri na dokta akamwambia anaweza ruhusiwa. Alipotoka hospitali, alirudi nyumbani kwake akiwa na Dami. Nyumba zamani ilikuwa ina furaha na upendo, lakini kwa sasa amebaki Jaewon peke yake akiwa mpweke.
Jaewon akamwomba Dami kama anaweza kumsaidia kulipa kisasi, na Dami akamwambia usijali, nitakusaidia mpaka mwisho. I say, mambo yameanza kuwa ya moto hatari sana. Kwa sasa tayari Jaewon kashawajua wabaya wake, na sasa anahitaji kulipa kisasi, na Dami kajitoa moyo mmoja kumsaidia Jaewon kulipa kisasi. Na mimi katika sehemu ya 3 basi sina la ziada, naomba nikuache hapa nisikuchoshe, kisha tuende kufunga kibarua katika sehemu ya 4 ambayo ndio itakuwa sehemu ya mwisho ya My Happy Ending. Pia kama wewe bado ni mgeni kwenye chaneli yetu, na kuomba usubscribe ili uendelee kufurahia burudani kama hizi na kujifunza vitu mbalimbali. Basi naona nikuage na tukutane katika final episode. Bye bye.